yako, ukurasa wako wa Instagram umesheheni una wafuasi kede kede, na unatumia sana mitandao ya kijamii. Wewe kila unachokifanya unakipakia kule kwenye mitandao ya kijamii. Uliwaza nini mpaka kuiona hii fursa ya mitandao ambayo wapendwa wengi hawaamini huko, ila wewe kijana umeiona hiyo fursa na imekupa watu kede kede? Labda kitu ambacho nataka kusema labda kuasa na wote wanasikiliza ni kwamba mtandao wa kijamii ni silaha moja ambayo ni kubwa sasa hivi ambayo imebaki, ambayo inakutanisha watu wengi. Watu ambao nafikia kwa njia kawaida ni kuonana ana kwa ana ni wachache kuliko wengi ambao nawafikia katika mtandao. Sasa kule ambacho mimi kilinitia hasira sana na kuanza kuwekeza katika mtandao ni pale ambapo nikutana na watu ambao ni watu wa secular, watu ambao muamini Kristo, wana followers wa kutosha. Na ukiona vitu ambavyo wanaposti ni vitu vya ajabu ajabu tu. Mambo ya ajabu ajabu, na hayo mambo yanaleta athari katika jamii. Mtu anaweza katoka na mtindo wake wa ajabu tu mtu akawiga. Yani ni vitu ambavyo wameviona kwenye mtandao, kwao wanaiga lifestyle ya watu mtandaoni. Nikasema kama watu wanaweza kuiga lifestyle ya watu mtandaoni, kumbe sisi ni nuru ya dunia. Na Yesu amesema inatakiwa tuangaze kote. Sasa kumbe kuna uwezekano mkubwa wa mimi kuigwa na kile ambacho nakifanya. Kwa ndio kinachukua nafasi ya kwanza sasa kuwekeza katika mtandao wa kijamii. Na ndio target yangu kubwa sana, kwa sababu inanifanya nafikia vijana wengi sasa hivi wanakesha mtandaoni. Kwa kule ambako wanatumia muda mwingi kukaa na kukutana na neno la Mungu wanabadilika. Kwa mtumishi yote usiogope kuwekeza katika mtandao wa kijamii. Ni mzuri, ndio kama hivi unatoona kwa njia ya television, kwenye TV yetu nzuri ya Upendo. Hii nao ni faida mtandao wa kijamii. Ndio maana unasikiliza mahali kokote kule uliko.